Haya, tunaendelea na topic yetu ya kila siku ya AI, na lengo ni kuelimishana kuhusu AI, kwamba AI ni nini, AI inafanya vipi kazi, na wewe kama mtu wa kawaida unaweza kuitumia vipi AI. Hapa hatu dili na watu ambao wana elimu kubwa ya kompyuta. Kwa mfano unafanya programming au unapewa programming kama mimi, unatumia kompyuta kila siku kwenye kazi zako, kwenye kazi ambazo ni more advanced. Umeshaelewa sio? Hizo tunabakia nazo. Sisi tunataka tuwaelimishe watu wadogo kwamba wewe ambaye ni mtu wa kawaida utaathirika vipi na AI kesho, au utanufaika vipi na AI kesho. Hilo ndio lengo letu. Okay. Tulipozungumza siku za nyuma, ukisoma comment watu walikuwa wanataka wajue ni watu gani ambao wanakwenda kusurvive kwenye hili janga na watu gani ambao wanakwenda kufeli kwenye hili janga. Sawa? Na leo nitabainisha baadhi ya watu ambao wanakwenda kufeli moja kwa moja. Wa kwanza anayeondoka kwenye market kabisa ni mtu ambaye anafanya translation. Mtu anaye translate maneno. Ukumbuke mara kwanza nilikwambia kwamba AI inadili na data. Chochote ambacho ni databased information ukipewa kwenye AI unaweza kuishakata kwa urahisi zaidi. Kwa mfano, una data za almost page 1000. AI inaweza ikasoma ukurasa wa 700. Yaani inaweza hiyo AI, mfumo wa AI wenyewe unaweza kusoma ukurasa wa 700, na unaweza na hiyo AI yenyewe inaweza kuhesabu idadi ya herufi A kwenye hizo page zote 700. Nikwambia kuna A 100,000, kuna A milioni 1. Kwa hiyo how fast hiyo AI ilivyo, mfumo wa AI ulivyo. Sawa? Kwa hiyo sasa mtu ambaye anafanya translation ya maneno, wewe unaongea Kiingereza afu unapeleka kwenda kwenye mfumo wa Kichina, au Kichina kwenda Kiingereza, au Kiswahili kwenda Kichina. Sawa? Hao watu na watu wanaofanya kwenye kumbi za mikutano, watu wanaopokea wageni airport, hao baada ya muda wanaondoka. Kwa kama unataka kuspecialize kwenye hiyo file, jiandae. Mtu wa pili ambaye anaondoka watu wa kawaida ni mtu ambaye anafanya customer service. Kwa mfano ukiangalia mifumo ya kibenki sasa hivi imekuwa automated, ukiangalia kwenye mahoteli sasa hivi pamekuwa automated. Sasa hivi kuna chatbot zinaitwa zipo kibao kwenye WhatsApp, kwenye Messenger, kwenye Facebook kuna kitu kinaitwa kinaitwa chatbot. Sawa? Chatbot ni mfumo ambao unamwezesha mtu yani ukikliki kwenye kurasa yenyewe ina pop up, inakwambia karibu sijui nini. Ile yote ni automation. Kwa hiyo ile inaanza kuondoa wale makarani wanaanza kuondolewa taratibu. Baada ya muda utakuja kwa hamna karani tena. Unaenda kwenye ofisi ya mtu unakuta kuna screen, unajihudumia pale, karibu umekuja sasa huduma yako unataka nipi, unabonyeza. Unataka kumuona bosi, unakuwa scheduled kwenye system kwamba utamuona bosi Jumanne saa fulani, ukija ofisini utakutana naye. Kwa hiyo yote hiyo inafanyika kwa kutumia kompyuta. Na ukifikiria it's more effective, kwa sababu ukienda pale kukutana na karani anaweza kukwambia kwamba okay, sasa wewe unaonekana hivi, mara akakujibu vibaya. Hiyo inaondoa ile era yote. Kwa hiyo kama unataka kuonana na mwenye kampuni, unasema unataka kuonana na mwenye kampuni, unakuwa scheduled saa fulani, kesho yake unachukua receipt yako unaondoka nayo. Kesho ikifika ule muda unakwenda kuonana na mwenye kampuni anapata notification. That is how effective AI inaweza kufanya kazi. Umeshanielewa? Kwa hiyo watu wanaofanya customer service wajiandae. Umeshanielewa? Haya, tunaenda watu watatu ni watu wanaofanya research. Unataka kujua Dr. Livingstone alikuja Tanzania lini, unataka kujua sijui taarifa za ambazo zipo kwenye maandishi. Kuna watu wanafanya library based research. Wanakwenda kwenye research, wanakwenda wanasoma madokumenti mengi, wanakwambia nimekuja nimesoma magazeti, nikasoma hiki, ikiwemo kuna mtu alikuwa anazungumza juzi, nikamsikia anasema kwamba mpaka wanasheria wajiandae. Yaani wanasheria wanataka wajiandae few years to come, kwa sababu wale pia wanafanya kazi kwa kutumia document. Sawa, wanatumia katiba. Na hiyo AI ni nzuri kweli kwenye masuala ya document. Na unajua kitu kimoja, uzuri wa AI unakuja hapo. Kwa mfano kama ukienda mahakamani, kuna vipengele vya sheria ambavyo mwanasheria hawezi kuvikumbuka kwa haraka, sawa? Kwa hiyo ukienda kama kwenye kesi anatakiwa akikumbuke kile kipengele, hawezi kukirifaa haraka, lakini kuondoa hiyo human error sasa AI inaingia pale. Kwamba sheria hii inasema hivi, inakuleta vile vipengele vyote kwenye katiba labda cha mwaka fulani, kwa sababu that is document based information. Kipengele cha nne ni financial analysis. Watu wanaofanya kazi za financial. Sasa hivi kuna crisis moja inaendelea ambapo unakuta watu waliosoma finance
hawapati muda tena, hawapati tena kazi kwenye mabenki, hawapati tena kazi kwenye taasisi za fedha, hawapati kazi kwenye haya taasisi za fedha hizi, tuseme taasisi za fedha, makampuni ya simu na nini, hawapati kazi. Lakini unakuta ukienda kwa mfano mjini kule, asilimia kubwa watu unaowaona wanafungua yale M-Pesa makubwa, M-Pesa za kutoa mpaka milioni 5, milioni 10, milioni ngapi, wengi wale ni watu ambao wamesoma finance, wanafanya kazi, wana qualifications za kufanya kazi benki. Hiyo ni siri. Lakini sasa kwa nini hawana kazi? Hawana kazi kwa sababu gani? Benki zime automate system zao. Sasa wewe unasoma IFM iko pale inatoa ina output wanafunzi, sawa? Vyuo vya fedha viko vina output wanafunzi, ndio. Lakini benki zinapambana kwa automate kwa sababu gani? Kuliko kumlipa mtu 700,000 au milioni 1 hao watu wako 20, ni milioni 20. Chatbot ni shingapi au automation ni shingapi? Automation kwa mfano account za AI, kupata account ya AI inayofanya masuala financial kwa mwaka mzima ni shilingi dola 140, dola 150. That is almost 300,000 na point mpaka 400,000. Na ukilipa hiyo wanafanya issue zote za finance zinafanyika kwa kutumia system. Idadi ya majina ipo, watu gani walipo mshahara wapo wanaonekana. Ile system inaunganisha na account yako ya benki. Inalipa mwisho wa mwezi. Na unasema kwa sababu lipa kwanza, lipa watu wote ambao wanapungua, lipa tarehe 6, tarehe 29 mwezi wa 4 ikifika, lipa watu wote ambao wana mshahara wa 500,000 mpaka 700,000, inalipa yenyewe automatic. Ushaelewa sio? Kuna haja gani kuwa na mtu wa finance wakati tayari usha upload document, inalipa yenyewe. Haya, tarehe fulani peleka NSSF za watu wote, kampuni nzima inapeleka NSSF zote. Kuna haja tena ya kukaa chini na kwa ajili tena mtu aanze kupitia NSSF ya huyu, NSSF ya huyu, NSSF ya huyu, NSSF ya huyu, hapana. Alafu kwa automate zaidi system inapeleka mpaka taarifa hizo kwa inapeleka mpaka malipo mengine ambayo ni extra. Kwa mfano kuna NSSF za watu, kuna sijui kitu gani, kuna kitu gani, malipo yote yanalipwa. Na madeni mengine watu wengine wamekupa vikoba. Ukopa kikoba unaona unachukua bwana, nimekopa kikoba na attach pale. Automation inalipa. Kwa maana ajira za watu hapo zinaondoka. Haya, issue nyingine ilikuwa ni content writers, watu wanaoandika content za kwa social media, sawa? Content za TV, content script za movie, sawa? Huwezi ukaamini content writers wote sasa hivi wanaondoka sokoni. Yaani content writers are gone. Kwa sababu huwezi ukaandika smart kama kuliko wao. Kwa sababu unajua kuna kitu gani kinaitwa command. Unaikommand AI iandike script ambayo ni ya movie. Sawa, inaandika script ya movie nzuri, unaongeza input zako, unaedit kidogo, afu baadaye unarudia tena. Kwa hiyo baada ya mtu ungeandika watu, ungeandaa watu watatu waandike script ya movie ya masaa 2 au ya risali moja. Sawa, yenyewe inaandika hiyo kwa sekunde 2 na inaedit kila kitu, unaweka vizuri, unakwenda na shoot. Umeshaelewa? Kwa watu wanaandika content, wanaandika stories za kwenye TV, jiandaeni. Umeshaelewa? Elisa zetu kote ni life story. Na kama life story, kwa mfano kama unaandika maisha ya Mwalimu Nyerere, yani maisha ya Mwalimu Nyerere hiyo ni kitu ambacho ipo kwenye AI, yani wala hata uhitaji hata unaona kubutiama, unaona kuuliza, ni chapu unaletea hizo information. Na kibaya zaidi sasa kuhusu AI ina uwezo wa kusikiliza sauti, sawa, alafu ikaandika maneno. Umeshaelewa? Una-upload sauti, hata uka-upload sauti zenye GB kama sijui niwaambie kwa lugha gani. Hata uka-upload nyimbo za Diamond zote, ukicommand AI iandike script na kuandikia script ya nyimbo zote za Diamond ndani ya sekunde 10. Zote Diamond alisha kuimba zote. Hata kama labda kuna maneno aliongea kilugha, haiwezi kutambua. Lakini kama aliongea Kiswahili na Kiingereza, boom, imeisha. That is how bad AI is. Kama unaweza kuchukua wimbo wa Diamond ukawa-upload kwenye AI ukapata mashairi yake, na kama unaweza kuchukua mkutano mzima wa Chadema ukawa-upload kwenye AI alafu ukapata maneno yote in text form, kuna nini hapo? Hali